Kwa majina naitwa Valeriana Mkoka, diwani viti maalum tarafa hii ya Sungwi. Leo tulikuwa na tukio kubwa ambalo tumelifanya kwenye kata hii ya Kisarawe. Kulikuwa na sherehe ya maadhimisho ya siku ya walimu ambaye ni siku ambaye tunaitwa Elimu Day. Kwa kweli siku ya leo ni siku ambayo imeleta hamasa sana kwa walimu pamoja na wanafunzi, pia kwa wazazi. Kwa kweli ni hamasa mzuri ambayo leo imeonekana kwa watoto wetu ambao wamesoma vizuri na wanafanya vizuri katika masomo yao. Hasa wale wa kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne mpaka kidato cha sita. Lakini pia wa madarasa ya chini kuanzia shule ya awali mpaka darasa la 7. Wamepewa zawadi kwa kutunikiwa na mgeni wetu rasmi ambaye alikuwa ni mbunge wetu wa jimbo Mheshimiwa Selemani Jafo, waziri wa viwanda na biashara. Watoto wamepata zawadi nzuri sana na watoto wamefurahi sana, lakini pia wazazi wamefurahi sana kwa sababu kwa kazi walioifanya walimu kufanya vizuri kiwilaya katika shule za sekondari kwa wilaya yetu ya Kisarawe. Kwa kweli ni kazi kubwa ambayo imeonekana walimu wameifanya, lakini pia imetoa hamasa pia kwa wazazi. Mzazi pia anatakiwa ajifunze kitu, kuona jinsi gani mtoto wake amefanya vizuri, kuona mtoto wake amejifunza na amehitimu, lakini hata wale ambao bado hawajahitimu maendeleo yao ni mazuri darasani na wanafanya vizuri. Kwa hiyo pia watoto na wazazi pia wamefurahi sana. Hii inatoa wito kwa walimu na wazazi wote. Mara nyingi tunapenda kuwavunja moyo wazazi, wanafunzi, lakini tunatakiwa wazazi tuwatie moyo wanafunzi. Kwa kumpa zawadi mtu kitu kidogo sana kinamtia moyo. Yaani mwanafunzi ukimpa zawadi unamtia moyo wa kuendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo jema sana kwa mzazi kuona mtoto wake anasoma vizuri. Lakini sio kusoma tu, lakini wazazi pia tunatakiwa tuwe na malezi mazuri, tuwe na mahusiano mazuri baina ya wazazi na walimu. Pale tunapoambiwa mtoto amefanya kosa fulani shuleni, basi natakiwa wewe mzazi utoke uende ukaelewe kwa nini mtoto amefanya kosa au kwa nini mtoto ameadhibiwa. Tusichukue hasira wala tusichukue jazba, kwa nini mtoto wangu ameadhibiwa. Nenda kakae na mwalimu, kaelewane naye, kamsikilize. Huenda mtoto wako pia alikuwa na makosa. Kama alikuwa na makosa, basi na wewe mzazi natakiwa uende nyumbani ukakae na mtoto wako, uone kama mtoto amefanya kosa. Tusiwe tuna hasira za kuwachukia walimu kwa nini amepiga. Walimu wanafanya kazi kubwa sana na mwalimu ni mlezi wa pili katika familia. Mtoto akiwa nyumbani ni wa mzazi, lakini akiwa shule ni wa mwalimu. Kwa hiyo hawa watoto tunatakiwa tuwalee vizuri, tuhakikishe tunawapa mahusiano mazuri baina ya wazazi na walimu. Pale utakapokuwa unalea mtoto wako vizuri na kumuelimisha vizuri, mtoto atasema vizuri. Lakini pia kuna changamoto ya watoto, wanatoa taarifa kwamba tunahitajika mchango fulani tutoe kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo hili jambo tusilichukulie masiara. Mtoto anahitimu vizuri pale pia anapopata lishe ya kutosha. Mtoto akila vizuri atasoma vizuri. Diwani wetu wa kata anajitahidi sana kuhamasisha, lakini kuwasaidia wazazi na walimu katika kuwaelekeza watoto wao wawe na malezi shule. Lakini diwani anatoa mchango mkubwa sana kwa ajili ya walimu. Anatoa mchango mkubwa sana kwa ajili ya wanafunzi. Kwa kweli mimi niseme diwani wetu ni bomba, diwani wetu ni jembe. Tunashirikiana sisi madiwani wa viti maalum pamoja na yeye diwani wa kata. Tunashirikiana kuhakikisha elimu inasonga mbele. Lakini pia waziri wetu ana mchango mkubwa sana kuhusu swala la elimu katika wilaya yetu ya Kisarawe. Sio kata ya Kisarawe tu, lakini katika kata zote elimu imesonga mbele. Kwa hiyo mimi niseme Mheshimiwa Selemani Jafo anafanya kazi kubwa sana, anajitahidi kuhusu swala la elimu. Miaka ya nyuma na hali tuliyofikia sasa hivi tumepiga hatua kubwa sana. Elimu imesonga mbele, ile 0 sasa hivi tunaitafuta kwenye halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Kuanzia shule ya msingi mpaka wale wanaomaliza sekondari.